Bwana, sio tetesi tena, ni rasmi. Timu ya Yanga imethibitisha kumsajili Laurindo Delison Maria Aurelio maarufu kama Dep kuwa nyota wa timu hiyo mara baada ya kukamilisha usajili ndani ya klabu hiyo kwa mkataba wa miaka miwili. Bwana, zilikuwa ni tetesi toka mwanzo kuhusiana na Yanga kumhitaji Dep, lakini Yanga walikuwa bado hawajathibitisha juu ya usajili wa Dep, lakini ni rasmi sasa. Klabu ya Yanga bwana, kupitia kwenye kurasa zao rasmi wamemtambulisha mshambuliaji huyo Dep kuwa nyota mpya kwenye dirisha hili dogo la usajili. Bwana, Dep anasajiliwa ndani ya klabu ya Yanga kwenda kuchukua nafasi ya Andy Bobo Boyeli ambaye tayari Yanga ameshakwisha kuachana naye na tayari ameshakwisha kurejea kwenye klabu yake ya Shenkure United ya Afrika Kusini. Tunafahamu kwamba Andy Bobo Boyeli alikuwa ndani ya klabu ya Yanga kwa mkataba wa mwaka mmoja kwa mkopo. Kwa hiyo baada ya kutowaridhisha viongozi wa Yanga na benchi la ufundi kwa ujumla, Yanga waliamua kuachana naye na sasa anayechukua nafasi hiyo ni Dep. Bana, Laurindo Delison Maria Aurelio ni kijani na njano na wamemnunua kwa mkataba wa miaka miwili pale Radomiak Radom ya kule Poland. Kwa hiyo Dep tayari ameshakwisha kutambulishwa ndani ya klabu ya Yanga kama mshambuliaji mpya kikosi hicho. Yanga inamsajili Dep baada ya kuachana na Andy Bobo Boyeli. Bwana, kabla ya kukamilisha ama kabla ya utambulisho huu, niliona pia klabu yake ya Radom ya kule Poland waliachia taarifa wakimshukuru Dep kwa kazi aliyoifanya ndani ya kikosi hicho na kumtakia kila laheri huko aliko, na wakahitaja timu ambayo anakwenda kuchezea na wakawa wameitaja Yanga. Bwana, kupitia kwenye ukurasa rasmi wa timu ya Radom ya Poland, wao waliandika taarifa ya kumuaga nyota huyo Laurindo Delison Dep, raia wa Angola, ambapo pia imewajuza mashabiki wake kuwa imemuuza mchezaji huyo kwenda kwa mabingwa wa Tanzania Yanga Afrika. Kwa hiyo baada ya taarifa hiyo, na tukaona pia Yanga wakachapisha taarifa kupitia kwenye ukurasa wa Instagram kwamba kuna surprise inakuja, lakini haikuwa inashtua sana kwa sababu tayari kodi ilikuwa imeshakwisha kuvujishwa na timu ya Radom ya Poland kwamba Dep anakuja ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo baada ya taarifa hiyo, baada ya ujumbe ule wa klabu ya Radom, baadaye Yanga wakawa wamemtambulisha Dep kuwa mshambuliaji mpya wa kikosi hiyo. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya Yanga kumtambulisha Dep, nimepita kutazama comment za mashabiki wa klabu hiyo, ni kwa namna gani pengine wameupokea usajili huo ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga, wao walichapisha video ikionyesha utambulisho wa Dep na wakabatanisha maneno yanayosomeka karibu Jangwani Dep, lakini picha nyingine ya utambulisho iliwekwa kwenye ukurasa huo, alafu wakambatanisha na maneno yanayosomeka Dep ni mwananchi. Sasa kupitia kwenye ukurasa huo nikapita kutazama comment. Huyu anasema nimeamua kuachana na mpenzi wangu ili nipate muda mzuri wa kuifuatilia Yanga. Mwingine anasema au Yanga tuifanye iwe timu ya taifa. Uliza hivyo. Mwingine anasema Mbappe. Mwingine anasema basi Simba tusahau bingwa msimu huu. Mwingine anasema anaitwa Dorothea Dep Okelo Nzengeli. Yeye ndio ambavyo amejibatiza majina, na hapa ameorodhesha majina ya nyota wapya kwa maana ya Dep pamoja na Okelo. Mngesema oya Yanga ya moto, mngesema wachezaji wa Simba ngefocus tu na sawa. Mngesema wananchi ni hatari, mngesema Yanga usishindane nayo utachanika pafu. Mngesema sasa Ali kazi anayo. Mngesema Depu karibu Jangwani. Mnasema karibu nyumba ya makombe Yanga Afrika. Mnasema Ekua Boyeli na Dumbia kwa mkopo harafu yao ndani kazi kwisha. Mnasema ama hakika Yanga ni ya moto. Mnasema tulifurahishwa na usajili wa Dep tujuane. Mnasema wananchi mnabana. Mnasema hakika hili balala 2026. Mnasema huyu si ndio yule alishawahi kufunga goli wakati yuko bench. Mnasema welcome to the biggest club on Africa. Akamtag Dep, lakini mngesema kutoka Ulaya
huko hadi Jangwani, na alikuwa na mkataba umevunjwa, sio kuulizia akiwa na mkataba unakula nyoya. Mnasema kwisha, lakini simeona wenzenu wanasajili. Mwingine anasema Mungu awe njia yako ili Yanga itimize malengo yake kwa jina sawa. Mnasema hivi Simba hawajapata kazi nyingine mji ukiachana na mpira, maana umewashinda. Mwingine anasema kitengo cha digital platform mkuu wa kitengo cha digital platform and content Yanga tuwape maua yao, wako dunia nyingine. Welcome Bull Striker Dep. Mnasema kama movie. Mnasema Dep Dube Duke Yanga bingwa. Mnasema mtu wa maana sana. Mnasema bara jipya la CAF. Mnasema karibu teka la magoli. Mnasema Mbappe welcome Jangwani. Mnasema ila Yanga mnajua kutufurahisha. Mnasema mechi 10 goli moja. Mnasema nyuma mwiko sawa. Mnasema wapelekee moto baba. Mnasema niwaibie tu siri. Huyu jamani bonge moja la striker. Soma goli tu anaweza hata kufunga shule wananchi. Anasema anasikia akifunga bao la 4 ndio anashangilia. Mwingine anasema Boyeli aliyechangamka. Mwingine anasema Yanga yetu litakufa jitu. Mwingine anasema hamnaga sawa. Lakini ndani ya kwenye ukurasa huo wa klabu ya Yanga comment zimeendelea kuwa nyingi. Wanasema mashine hii ya magoli mwamba. Mnasema welcome Mbappe. Mnasema hii pia imekubali. Mnasema hata Wino na Okelo hawajakauka, admini kaweka nyingine. Mnasema bara jipya golini kwa wapinzani. Mwingine anasema karibu sana Mbappe wa Yanga. Mnasema Yanga anaenda kumaliza ligi na goli 200. Mnasema woyo makipa mjipange. Mwingine anasema rafiki wa Nyabu adui wa magolikipa. Mnasema kuanzia sasa naitwa Engineer Dep hivyo Bini Okelo Vani Mramba. Bwana comment ni nyingi kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya Yanga kuweza kumtambulisha Dep kuwa nyota wa kikosi hicho, na mara baada ya usajili wa Dep anakuwa ni nyota wa 4 kusajiliwa ndani ya klabu ya Yanga kwenye dirisha hili dogo la usajili. Alianza Emmanuel Mwanengo ambaye alisajiliwa kutoka ndani ya klabu ya TRA United, akafuata Mohamed Damaro Kamara ambaye yeye alisajiliwa ndani ya klabu ya Yanga kwa mkopo mpaka mwishoni mwa msimu kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars, na baadaye akafuata Alan Okelo kutoka ndani ya klabu ya Vipers, na sasa amefuata Dep raia kutoka Angola. Na nikukumbushe tu kwamba huyu Dep ni moja kati ya nyota ambaye amefanya kazi chini ya Pedro Gonçalves ambaye ndio kocha wa klabu ya Yanga wakati Pedro Gonçalves akifundisha timu ya taifa ya Angola. Kwa hiyo usajili wa Dep ndani ya klabu ya Yanga ni pendekezo la kocha Pedro ambaye alihitaji mshambuliaji. Kwa hiyo kwenye ile idara ya ushambuliaji wanaongezeka sasa wanakuwa 3 kwa maana ya Clement Mzize, Prince Dube pamoja na Dep. Tunafahamu kwamba Alan Okelo ni kiungo mshambuliaji, anaweza akacheza kama namba 10 lakini akacheza kama winger. Kwa hiyo Yanga wanakuwa na washambuliaji 3 mara baada ya kuondoka kwa Andy Bobwa Boyeli. Kwa hiyo ujio wa Dep ndani ya klabu ya Yanga unakwenda kuongeza ushindani pale mbele kwa maana ya kumpa ushindani Prince Dube ambaye bado ni kama hajatoa kile ambacho Yanga wanakihitaji. Tumeona mechi kadhaa akiwa na misi baadhi ya magoli ambayo kwa mshambuliaji hatakiwi kuwa na sifa ya namna ile. Kwa hiyo ujio wa Dep ndani ya klabu ya Yanga unaongeza pengine kwa Prince Dube kuweza kuona ni kwa namna gani anaweza akamshawishi Pedro Gonçalves kuwa chaguo lake la kwanza ili kuweza kuhakikisha kwamba Dep anakuja badala ya yeye kuanza. Kwa hiyo ni moja kati ya sajili ambayo ndani ya klabu ya Yanga imelenga kuimarisha idara ya ushambuliaji pale mbele. Lakini pia tunafahamu kwamba baada ya usajili wa dirisha dogo tarehe 23 Yanga wanakwenda kucheza mchezo wa klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi dhidi ya Al Ahly, mchezo ambao ni muhimu sana kwa Yanga ili waweze kujiwekea mazingira mazuri ya kuweza kutinga hatua ya robo finali. Lakini tarehe 19 Yanga wanashuka dimbani kwa maana ya mchezo wa NBC dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo usajili ambao unafanyika kwenye dirisha dogo hili la usajili ni kuhakikisha kwamba Yanga wana maintain kile ambacho wameanza nacho ili kuweza kutetea ubingwa wa NBC, lakini pia kuweza kufikia malengo ya michuano ya kimataifa kwa maana ya kombe la klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi ili kuweza kutinga hatua ya robo finali. Lakini malengo ya Yanga kwenye michuano hiyo ni kufika hatua ya nusu finali ambayo imekuwa ni changamoto sana kwao kufika hatua hiyo kama sio kufika hatua ya finali. Kwa hiyo ujio wa Dep ndani ya klabu ya Yanga
unaongeza chachu kwenye ile idara ya ushambuliaji ambayo imeendelea kuwa butu, unaweza ukasema magoli mengi yakifungwa na viungo washambuliaji, lakini pia hata mabeki wa pembeni. Tumeona Mohamed Hussein Shabalala akiwa moja kati ya watu ambao pia kwenye ligi ya NBC amefunga goli, lakini pia tumeona kwenye kile kiungo cha katikati ambacho tumemwona Duke Abuya, lakini pia Musa Bala Conte na wengine wakiendelea kufanya kazi nzuri, lakini bado changamoto kwa klabu ya Yanga ilikuwa kwenye idara ya ushambuliaji. Licha ya kuwa na Prince Dube ambaye anahitaji nafasi 5 afunge moja, Yanga muona waongeze mshambuliaji mwingine ambaye pengine kwenye nafasi 3 anaweza akakosa 2.